Tumezoea kumsikia kama mwanamke shujaa, mlinzi wa Uislamu. Lakini nyuma ya ushujaa huo kulikuwa na moyo wa mama uliopitia maumivu makali ambayo wangeweza kuyahimili wanawake wachache sana. Maka ulikuwa ni mji mgumu, lakini ugumu huu haukuishia kwenye majabali yake tu, bali kwenye mitihani iliyoshuka ndani ya nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hebu vuta picha. Mama ambaye amebeba mimba kwa miezi 9 akamzaa mtoto wake wa kiume wa kwanza, Qasim. Furaha ilitawala, Mtume akaitwa Abul Qasim. Lakini furaha hii haikudumu. Qasim akiwa bado anajifunza kutembea akafariki dunia. Bi Khadija radhiyallahu anhu alimzika mwanaye, akameza machungu na kusimama imara kumfariji mumewe. Lakini mtihani ulikuwa bado haujaisha. Baadaye Allah aliwaruzuku mtoto mwingine wa kiume, Abdullahi. Matumaini yakarudi. Lakini yule aliyeumba uhai akamchukua tena Abdullahi akiwa bado mtoto mchanga sana. Nyumba ikatawaliwa na ukimya. Lakini nje ya nyumba maadui wa Uislamu walikuwa wakisherehekea. Mtu mmoja aitwaye Al-Asi ibn al-Wali alisimama mbele ya watu na kupaza sauti, "Mwacheni Muhammadi, yeye ni abtar. Amepoteza kizazi, hana mtoto wa kiume wa kumrithi. Akifa jina lake limekufa." Maneno haya yalikuwa kama mkuki kwenye moyo wa Mtume. Lakini hapa ndipo tunamuona Bi Khadija wa tofauti. Hakuwa mama anayepiga mayowe na kujigaragaza. Aliweka kando majonzi yake ya kufiwa na watoto wawili na akawa ngao ya hisia kwa mumewe. Ndiye aliyemfuta machozi Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya Mwenyezi Mungu hajashusha suratul Kauthar kumfariji. Khadija alimwambia, "Wewe huwezi kukatika kizazi chako, wema wako utaishi milele." Katika jamii ya Kiarabu ambayo iliona mtoto wa kike kama aibu, jamii ambayo ilikuwa ikizika mabinti wa kike wakiwa hai, ndani ya nyumba ya Khadija kulikuwa na mapinduzi ya upendo. Alijitolea kuwalea mabinti wake 4, Zainab, Ruqayya, Kulthum na kitinda mimba wao Fatima. Khadija aliwafundisha adabu, heshima na ushujaa. Aliwajenga wao wanawake ambao baadaye wangekuwa nguzo ya dini hii. Khadija hakuwa tu mlezi, alikuwa rafiki wa mabinti zake. Hakuna tukio lililoonyesha upendo huu mzito kama siku ya harusi ya binti yake mkubwa Zainabu. Na hapa kuna siri moja ambayo historia haiwezi kuisahau. Siku Zainabu anaolewa na Abul Asi, Bi Khadija alimwandaa mwanaye. Wakati Zainabu anaondoka kwenda kuanza maisha mapya, Khadija alitaka kumpa zawadi ambayo itamkumbusha upendo wa mama yake siku zote. Alivua mkufu wake wa thamani sana, mkufu alioupenda kuliko mapambo yake yote, akamvisha Zainabu shingoni. Khadija hakujua kuwa mkufu huu ungekuja kuleta kilio kikubwa kwa Waislamu wote miaka mingi baadaye. Mkufu huu ungekuwa daraja kati ya uhai na umauti. Miaka mingi ilipita, vita vya Badri vikatokea. Mume wa Zainabu aliyekuwa bado hajasogea kwenye Uislamu alitekwa na Waislamu. Kule Maka, Zainabu hana pesa ya kumlipia fidia mumewe ili aachiliwe huru.
akafanya maamuzi magumu. Alivua ule mkufu wa mama yake, mkufu wa Khadija, akautuma Madina kama fidia. Wakati vifurushi vya fidia vilipofika mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam msikitini, Mtume alianza kukagua kimoja baada ya kingine. Ghafla mikono yake ilisimama, macho yake yakatua kwenye mkufu ule. Alitambua lulu zile, alitambua harufu ya yule aliyekuwa akiuvaa. Ulikuwa ni mkufu wa mke wake mpenzi. Machozi yalitiririka kwenye mashavu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maswahaba walipoona Mtume analia, wote walinyamaza. Mtume akanyanyua kichwa chake kwa sauti ya unyonge, akawaambia maswahaba zake, ikiwa mnaona inafaa, mwachilieni huru mateka wa Zainabu na mrudishieni mkufu huu. Huu ni ukumbusho wa Khadija. Maswahaba wote walilia na kukubali. Hata alipokuwa hayupo, vitu vyake vilileta faraja na kilio cha upendo. Huyu ndiye mama wa waumini. Je, ni jambo gani katika kisa hiki cha mkufu wa Khadija limekugusa zaidi? Tuandikie kwenye komenti. Mimi ni msimulizi wako kutoka Islamic Book Story. Usisahau kusubscribe kwa ajili ya visa vingine. Karibu tukusogeze karibu na historia ya Uislamu.